ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Kama tulivyoelezea fadhila za kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na namna Qur'ani ilivyotukuza dhikrullah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyohimiza kama inavyopendekeza kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wewe mwenyewe kama Muislamu peke yako sehemu ambayo uko kila wakati na kwa wingi, pia inapendekeza kukaa katika vikao vya wanaomtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vikao vya wanaomtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vina neema nyingi na thawabu nyingi na ujira mkubwa kabisa ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo ameamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuvikaa, na yeye amehimiza watu wakae, na yeye mwenyewe amekaa, na yeye mwenyewe amefanya vikao kama hivi. Katika hadithi ambayo kwamba al-Imam an-Nawawi katika kitabu chake al-Adhkar akasema tutataja hadithi za kuelezea fadhila na ubora na thawabu za vikao vya dhikri. Alipoanza akasema wa yakfi fi dhalika hadith ibn Umar radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha marartum bi riyadil jannati farta'u. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qala majalisudh dhikr. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza katika hadithi hii thawabu ambayo kwamba ni ya ajabu. Ndio maana al-Imam an-Nawawi akasema nitataja hadithi za kuelezea ubora wa vikao vya dhikri. Kisha akianza hadithi ya kwanza akasema yatosha hii hadithi moja ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake amesema mkipita kwenye mabustani ya peponi basi kaeni, lisheni katika mabustani hayo. Masahaba radhiallahu anhum ajma'in wakamuuliza ya Rasulullah, ni yapi haya mabustani? Akawaambia ni vikao vya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani wewe ukikaa katika kikundi cha watu ambao kwamba wamekaa wamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uko duniani lakini kama uko peponi. Walisha katika janna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili hali uko duniani, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na kwamba katika hadithi hii kama ilivyotajwa kwenye adhkar, Imam Ibn Hajar asema lam ajidhu min hadith Ibn Umar, yani sikuipata kwamba ni hadithi ya Ibn Umar, bali nimeipata min hadithi Jabir mukhtasaran. Ni hadithi ya kutoka kwa Sidna Jabir na pia ni kutoka kwa Sidna Anas bin Malik radhiyallahu anhuma ajma'in. Kaannahu sabqu kalam, yani kama al-Imam an-Nawawi aliteleza, aliandika haraka, lakini hadithi yenyewe ni ya Anas bin Malik na Jabir radhiyallahu anhuma. Alhasil, sisi hatuangalii takhrijat wala nini, tuangalia hii fadhila kwamba kumtaja Mwenyezi Mungu katika kikao kikaa na watu ni kama uko kwenye bustani la peponi, riyadul janna. Ukipita mahali ambapo kwamba watu wamekaa wamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usidharau, usiende zako, usipite hivi, ingia. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuamrisha ulishe na wewe katika mabustani ya peponi. Hadithi nyingine ambayo kwamba ni maarufu sana ikitajwa katika kuelezea fadhila za hilaq dhikr, vikao vya dhikri, ni ile hadithi ndefu ambayo kwamba ni hadith qudsi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna lillahi sayyarat min almalaika, ana malaika wenye kuzunguka yaltamisuna hilaq dhikr, wanatafuta vile vikao vya dhikri vya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakipata waambiana halumu ila hajatikum, haya njoni, waitana malaika, njoni mmepata ile haja yenu ambayo kwamba mmeitafuta. Watu hawa hapa binadamu wamtaja Mwenyezi Mungu wamekaa, basi wakishakufika pale wawafinike, iwateremkie sakina, iwateremkie rahma kama hadithi za mbele zitakavyokuja. Kisha aende kiongozi wao katika riwaya fayadhhabu qaiduhum au raiduhum, aende kiongozi wao katika riwaya, waende wote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waambie ya Rabbi, tumepata waja wako wamtaja Mwenyezi Mungu, wakutaja wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaulize wa huwa a'lamu, kama ilivyokuja kwenye hadithi. Mwenyezi Mungu yauliza lakini yeye yajua zaidi. Awaambie maadha yaqulun, wanasema nini? Awaambie ya Rabbi yusabbihunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka wa yu'azzimunaka. Ya Rabbi, wanakusabbih wewe, wanasema subhanallah, wanasema alhamdulillah, wanakutukuza, wanaleta kila aina za kukutaja ya Rabbi. Akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelea kuwauliza, awaambia wa madha yasaluna, waomba nini? Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu yajua zaidi. Awaambia ya Rabbi yasalunaka aljanna,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaambie wa rauha, wameiona hiyo pepo ambayo wao awaambia ya Rabbi la, hawajaiona. Awaambie fakifa law rauha, vipi lao wangeiona hiyo pepo ambayo wao waiomba kwenye vikao vao vya dhikri? Awaambia ya Rabbi lao wangeiona la kanu ashaddu laha raghbatan, wangekuwa wahirsan, wangekuwa na pupa zaidi na hii pepo na yani tamaa nayo na kuifanya bidii nayo. Akamwambia haya wanajilinda na nini? Akamwambia ya Rabbi wanajilinda na moto. Wameuona? La. Vipi lao wangeuona? Ingekuwa wameukimbia zaidi ya Rabbi na wameuogopa zaidi. Na pia kule mwanzo walipomwambia wamtaje Mwenyezi Mungu, akamwambia je, wameniona? Malaika akamwambia la, hawajakuona. Akamwambia vipi lao wangeniona? Akamwambia Rabbi wangekuogopa zaidi na wangefanya bidii zaidi katika ibada zao. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya maswali kama hayo, na haya maswali yana hikma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwaambia malaika, kwa sababu pale mwanzo tulipoumbwa binadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Malaika akamjibu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Yani malaika walidhania wanadamu akija watafanya ufisadi tu. Sasa Mwenyezi Mungu yuwauliza kama kuwaonyesha, haya nyinyi mliniambia watafanya ufisadi, watafanya kadhaa, waangalie wafanya nini. Yeye wauliza wao, wakutaja ya Rabbi. Yani kama kuonesha waona hawaui wala hawafanyi ufisadi. Mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waambie haya yote wanaoyafanya, basi ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Hii ni kitu kikubwa kabisa ambacho kwamba lau isingekuja hadithi yoyote isipokuwa hii ya fadhila ya kukaa na kumtaja Mwenyezi Mungu kipamoja, basi ingetosha kwamba ukikaa na wenzako mkamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu hushuhudisha malaika ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Na hadithi iko kwenye sahihaini, na washuhudilisha nyinyi kwamba mimi nimewasamehe. Katika riwaya ya Imam Bukhari, malaika waambia ya Rabbi inna fihim man laysa minhum, kuna ambao kwamba si katika wao, waambia walahu qad ghafartu humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Na huyo pia awaambia ya Rabbi kuna watu ambao, kuna mmoja ambaye kwamba si katika wao, yani yeye hakuja kwa sababu ya kumtaja Mwenyezi Mungu, ana malengo mengine. Awaambia na huyo pia nimemsamehe. Bali katika riwaya ya Imam Muslim imekuja mmoja katika malaika amwambia ya Rabbi inna fihim abdun khata, katika wao kuna mja ambaye kwamba ni mkosaji sana, asi, mtu muovu ya Rabbi. Inma kana yamuru, yani au kama jaa fi alhadith, alikuwa huyu yapita tu, bas alikuwa na haja yapita akaingia, ili hali yeye mwenyewe ni mja muovu, asi, madhambi mingi. Kwa hivyo ya Rabbi, yani si katika wao, huyo pia atamsamehe. Anamwambia walahu qad ghafartu humul qawmu la yashqa jalisuhum. Hao ni watu ambao kwamba hawi muovu anaokaa na wao. Watu aina gani hao? Watu ambao kwamba wakaa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio yule mmoja katika waja wema akasema, kama hivi hii hadithi ilivyokuja, asema hivi vikao vya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kama mvua. Mvua ikiteremka, ikianguka kwenye mchanga ambao kwamba unaweza kutoa mimea na kadhaa na kadhaa, hutoa mimea. Na ikianguka kwenye jiwe au mawe ambayo kwamba haiwezi kutoka mimea wala haiwezi kufanyika lolote, basi pia mawe yale hufaidika kwa kusafishika. Yani ni mfano huu ile dhikrullah Subhanahu wa Ta'ala na vile vikao vya dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa pale ndani kuna waja wema, kuna watu ambao kwamba wameshika ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hunufaika, na hata wakiwemo ambao kwamba ni waovu, ni wachafu, wana madhambi, pia hunufaika. Waja wale wema ni kama mchanga, utapata faida za kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu huwamiminia rahma zake, huwamiminia maarif, yani wanafungukiwa na maana za kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ulum na ilmu ambazo kwamba walikuwa hawazijui. Hawa ni wema. Na waovu nao urudi patupu. La, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Ukikaa na wenye kumtaja Mwenyezi Mungu utoki patupu. Kama ni mwema una thawabu zako, una yani vipoa vako ambao utapewa na Mwenyezi Mungu, na pia kama una madhambi mingi bado pia utafaidika. Ndio kama lile jiwe halimtoi mimea, lakini madamu mvua imeteremkia basi litalisafisha.
Yule mwenye madhambi akiinuka pale mahali alipomtaja Mwenyezi Mungu yeye na wenzake, Mwenyezi Mungu umsamehe pamoja na wale kwa baraka za wale wema ambao kwamba walikuwa wakimtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni hadithi ya pili ambayo kwamba ni tukufu sana. Hadithi nyingine kuonesha kwamba maswahaba baada ya kujua fadhila hii ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walikuwa wakiweka vikao special vya kumtaja Mwenyezi Mungu peke yake. Hata kuna wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda vikao viwili. Akaona hawa, akauliza mafanya nini? Akamwambia Rasulullah tusomeshana. Akaenda kwa wengine, akamwambia Rasulullah sisi tumtaja Mwenyezi Mungu peke yake. Akamwambia kilahuma ala khair. Nyote nyinyi mko kwenye khairi. Japokuwa kimoja ni bora kuliko kingine. Ahlul ilmi wasema ni majlisul ilm. Yani kuonyesha kwamba maswahaba baada ya kujua fadhila kama hii ya kumtaja Mwenyezi Mungu kwa kukaa kwa pamoja, wakawa na wao waeka vikao. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingine akiwaunga, akiwajoin, akikaa na wao, akiwaona wameweka vikao kama hivi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha, amwambia wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana wanaoniomba mimi, kana wanaonitaja mimi. Hata kuna wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipita katika msikiti wake, akaona maswahaba wamekaa wamtaja Mwenyezi Mungu, wamtaja, akauliza wafanya nini? Sisi tumtaja Mwenyezi Mungu peke yake. Naye akakaa, kisha akasema alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwamba amenionyesha katika ummati wangu watu ambao kwamba ameniamrisha nijisubirishe na wao, akiashiria hii ni aya kwamba Mtume ameambia jisubirishe pamoja na wale wanaomtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama Muawiya alivyopokea radhiallahu anhu, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja akaona maswahaba wamekaa wamejumuika, akamwambia mfanya nini nyinyi? Akamwambia ya Rasulullah nahmadullah ala nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma manna alaina bilislam. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumtaja na tumhimidi kwa ile ambayo kwamba ametuongoza kwa Uislamu, wa manna bihi alaina, na kutufanyia wema kwa kutupa huu Uislamu. Yani ni kikao cha dhikrullah na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza kwa kama kiapo vile, Allahi ma ajlasakum illa dhak, yani wallahi nyinyi hamkukaa isipokuwa kwa hilo, mna hakika mkukaa kwa isipokuwa kwa hilo. Paka maswahaba wakashtuka, mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam tuuliza hivyo? Na wakabidi wafanye kiapo pia, akamwambia wallahi ma ajlasana illa dhak, ya Rasulullah wallahi hatukukaa isipokuwa kwa hilo, kumtaja Mwenyezi Mungu tu. Wao wakifikiria labda kama kuna kosa fulani hivi ama nini. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia ama anni lama astahlifkum tuhmatan lakum, sikuwaapisha kwa ajili ya kuwatuhumu, yani kama kuna jambo la makosa mmefanya mimi nawatuhumu, la, sikuwaapisha kwa ajili hiyo. Lakini atani Jibril amenijia, ndo nikaona hili jambo gani mmelifanya, yani zuri aina gani, kubwa aina gani, paka Jibril ateremke kwa ajili yenu, ndo nikataka paka muwape. Jibril amenijia asema anna Allah yubahi bikumul malaika, Mwenyezi Mungu yujifakhiri kwenu nyinyi kwa malaika. Subhanallah, yani Mwenyezi Mungu yafanya fakhri kwa malaika. Angalieni waja wangu wale wamekaa wanitaja. Mwenyezi Mungu yujifakhiri kwako wewe ukikaa ukamtaja Mwenyezi Mungu katika wewe na wenzako. Ni yani hizi hadithi ambazo kwamba ni za vikao vya dhikri wa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa sana. Moja yoyote katika hizi ambazo kwamba utazisikia inakutosha. Vipi zote zikikusanyika ni fadhila kubwa. Na tukisema vikao hatumaanishi lazima uwe ukae, yani ukae kisha ndo mtaje Mwenyezi Mungu. Kikao yani mkusanyiko, mkikusanyika mkamtaja Mwenyezi Mungu kwa kukaa, kwa kusimama, kama Mwenyezi Mungu alivyosema alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, vovote, kwa kukaa, kwa kusimama, ukilala, muhimu wewe umtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni mkusanyiko, mkikusanyika mkao mtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hizi ndo mtakazozipata fadhila zote. Na fadhila ni nyingi, na hadithi zilizokuja kuhusu hivi vikao ni nyingi sana. Bado tutakamilisha katika kipindi kinachofuata pamoja na kuingia kwenye mada nyingine. Mwenyezi Mungu atujalie ni wale ambao kwamba
tutapata rehema yake kwa kukaa kwa kumtaja yeye. Atujalie ni atajifakhiri kwa malaika kwa ajili yetu sisi. Atajifakhiri kwa malaika kwa ajili yetu sisi. Hii ni daraja ya juu kabisa. Mwenyezi Mungu atujalie tuifikie, tumtaje yeye ile hali tumesimama, tumekaa, tumelala. Ajalimna alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub.